Mwanzo wakati sakata hili la dabi ya Kariakoo lilipokuwa linaendelea toka kipindi kile ambacho mechi ya kwanza iliahirishwa, yani ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, watu walijua ni utani pale ambapo Yanga walienda na kauli mbiu yao ya kwamba hatuchezi dabi nyingine. Dabi yao wao wanaamini ilichezwa tarehe 8. Wengi walijua Yanga labda wanatikisa kibuyu, hamna chochote ambacho wangeweza kukifanya, lakini kwa hiki ambacho naenda kukuambia sasa hivi ni lazima uamini Yanga wako serious na wameamua kuweza kufanya reform ya shirikisho la soka Tanzania, lakini pia bodi ya ligi. Kwa maana gani? Jana kulikuwa na kikao ambacho kilikuwa kinawahusisha Dar es Salaam Young Africans lakini pia na bodi ya ligi kwa ajili ya kujadili namna gani huu mchezo utachezwa, lakini majibu yaliyotoka baada ya kile kikao ni haya hapa. Uongozi wa klabu ya Yanga umeweka wazi kuwa hautashiriki katika mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Simba Sport Club uliopangwa kufanyika Juni 15, 2025 hadi hapo matakwa yao yatakapotekelezwa. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Juni 9, 2025, klabu hiyo imethibitisha kuhudhuria kikao maalum kilichoitishwa na bodi ya ligi kuu kujadili mustakabali wa mchezo huo, ambapo waliwasilisha msimamo wao kwa maandishi. Yanga imeeleza kuwa uamuzi wao unalenga kulinda maendeleo ya soka nchini na imeitakia heri shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi katika kushughulikia hoja walizowasilisha. Kwa ushahidi naomba nikusomee taarifa kwa umma ambayo Dar es Salaam Young Africans waliweka kwenye ukurasa wao wa Instagram, ukurasa wao rasmi, ambayo ilikuwa inasomeka hivi: taarifa kwa umma imeandikwa Juni 9, 2025. Uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 tulipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya husuyo mchezo namba 184 ligi kuu ya NBC, Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika jana Jumatatu Juni 9, 2025 kwenye ofisi za bodi ya ligi Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House, Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu yetu kuwa hatutashiriki mchezo namba 184 uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni 2025 mpaka pale matakwa yetu yaliyowasilishwa kwa maandishi kwao yatakapotimizwa. Tunawatakia kila laheri bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu nchini katika kushughulikia matakwa yetu yenye mustakabali mkubwa wenye maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. So hilo lilikuwa ni andiko la klabu ya Yanga ambalo wao waliliwasilisha pale TFF kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini pia Yanga waliendelea kusisitiza kwamba wao hawezi kushiriki michezo mingine iliyobaki endapo tu reforms ambazo wao wanazihitaji pale TFF na bodi ya ligi hazitafanyika. Kwa maana ya bila reforms tunazozitaka bodi ya ligi na TFF hatuchezi dabi. Klabu ya Yanga imemtaka katibu mkuu wa TFF Winfred Kidau ajiuzuru
Lakini pia CEO wa bodi ya ligi TPLB Almas Kasongo ajiuzuru. Yanga pia imetaka bodi ya uendeshaji wa ligi ivunjwe na bodi ya ligi TPLB iwe huru. Wenzetu Yanga Sport Club wamekuja na matakwa ya mambo manne, na mambo hayo ni kuvunja kwa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi masaa 72, kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi, kujiuzuru pia kwa katibu mkuu wa TFF, na bodi ya ligi kuu iwe huru. Almas Kasongo TPLB ndiye aliliweka hilo. Haya ndiyo matakwa ya Yanga ili dabi ichezwe. Takwa la kwanza ndo kama hilo nilokuambia, kamati ya masaa 72 yote ivunjwe. Lakini takwa lao la pili ilikuwa ni mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu ajiuzuru. Na takwa lao la tatu lilikuwa ni katibu mkuu wa TFF ajiuzuru. Na takwa lao la mwisho lilikuwa ni bodi ya ligi rasmi ibadili muundo na iwe chombo huru na sio sehemu ya TFF. Bodi imeyapokea na imekiri kuwa yapo nje ya uwezo wao, hivyo wanapeleka kwenye chombo husika. So hayo yalikuwa ndo majibu ya bodi ya ligi kwa kile ambacho Yanga wamekiwasilisha hapo mezani kwao. Lakini kwa takwa lingine ambalo Yanga wameendelea kulisisitiza au kitu kingine ambacho jana wamekiibua Yanga ni swala la kutokulipwa pesa zao za CRDB Federation Cup ambayo walichukua mwaka jana. Ni mwaka sasa hivi wao hawajalipwa pesa hizo, na wao wamesema hata mchezo huo wa fainali ambao utaenda kuchezwa Zanzibar wao sio moja ya ambao wataenda kushiriki. Yani kwa kifupi hawaendi kushiriki pia mchezo huo mpaka pale pesa zao za msimu uliopita watakapolipwa. Hayo yaliongelewa au yaliletwa na afisa habari wa klabu hiyo ambaye ni Ali Shabani Kamwe, ambaye alianza kwa kusema kwenye mkutano ambapo alikuwa kwenye mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika jana Juni 9, 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Amesema kuwa klabu hiyo haitacheza fainali ya kombe la CRDB mpaka pale watakapolipwa fedha za ubingwa wa kombe hilo kwa msimu uliopita. Alianza kwa kusema, tumeshaandika sana barua, tunazungushwa tu. Sasa nimesikia wanatangaza kuwa fainali itachezwa Zanzibar. Tuwaambie kuwa hata hiyo fainali hatuchezi mpaka tulipwe fedha zetu za ubingwa uliopita, aliyasema Ali Shabani Kamwe. So ukiangalia haya yanayoendelea sasa hivi baina ya Yanga na bodi ya ligi, haya ni mambo ambayo ni mazito sana, tena ni mazito kwa taasisi kubwa kama bodi ya ligi, lakini pia TFF kwa hivi vitu vinavyoendelea. So ukiangalia kiundani unagundua kabisa kwamba bodi ya ligi inaonekana haiko sawa na haipo huru kama wengi tunavyodhani, kwa sababu kama tu mtu alishinda ubingwa mwaka jana lakini mpaka sasa hajalipwa pesa zake, hiyo ni nini? Hiyo ni nini kama sio dhuluma? Na lakini pia mdhamini wa haya mashindano ambaye pia ni CRDB amethibitisha kwamba hela ilitumwa kwenye akaunti za TFF, ambao TFF ndo walitakiwa kuidhinisha hizo pesa kwenda kwenye akaunti za klabu ya Yanga, lakini hawajafanya hicho kitu. So hiki ni nini? Na Yanga inaonekana ni wavumilivu kiasi gani, na wamekuwa wavumilivu na kuweza kuenda nalo hili mpaka jana ndo kuja kulitoa. So inamaanisha ni jinsi gani ambavyo Yanga wametumia busara kubwa, lakini TFF na bodi ya ligi wanaonekana kama Yanga hawaithamini, lakini pia wanaidharau. So hebu ngoja tuendelee kuangalia au tuendelee kuona, tusubiri inyeshe tuone wapi panapovuja. Lakini Yanga msimamo wao ndo huo walioweka kwamba hawachezi dabi, lakini pia kombe la CRDB Federation Cup pia hawachezi mpaka pale watakapolipwa hela zao. Ngoja tuendelee kuona.